Watukufu waje wa Allah, ninakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatukumbusha na kutuhimiza tudumu katika kumcha mpaka mwisho wa uhai wetu pale anaposema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi mlioamini, mcheni Allah uhakika wa kumcha, wala msife isipokuwa mmekwisha kuwa waislamu kamili. Nasi tunamuomba Allah tabaraka wa taala asitufishe isipokuwa tukiwa katika uislamu kamili. Ndugu zangu katika imani, hutuba yetu itakuwa ina unwani tafakuri juu ya tukio la maandamano dhidi ya uchaguzi 2025 katika nchi ya Tanzania. Tafakuri fupi juu ya tukio la maandamano dhidi ya uchaguzi 2025 katika nchi ya Tanzania. Qala Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Na ni ishara ngapi zinawapitikia watu katika dunia hii, katika mbingu na katika ardhi, lakini watu wengi wakawa ni wenye kuzipuuza, hawatafakari, haiwapitikii, wakawa na ibra, wakajifunza. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala asema qul innama a'idhukum biwahida an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinna. Ninakuwaidhini na kunasihini mkae wawili au hata mtu akiwa ni mmoja, lakini thumma tatafakkaru, mkae mtafakari vizuri, mkae mtafakari vizuri. Kabla ya uchaguzi palikuwa na jitihada kubwa kabisa nyingi katika maeneo mengi, na hasa katika upande wa jamii ya Waislamu waliofanya jitihada za makusudi kutahadharisha watu juu ya suala zima la kuiharibu amani ya nchi. Na palikuwa na jitihada za makusudi pia katika upande mwingine waliofanya jitihada za kushawishi na kuonesha kutakuwa na hisia za kuharibu amani ya nchi. Kwa sehemu kubwa ya Waislamu walifanya makongamano na mihadhara ya kutosha, na nakumbuka na hapa Mwanza imefanyika katika jitihada za kuwatahadharisha watu wasiharibu amani ya nchi. Katika levo za misikiti na katika levo za jumuiya kubwa kumefanyika kutahadharisha watu, kuonesha nafasi ya amani katika Uislamu, nafasi ya amani katika ustawi wa jamii. Lakini kama tulivyoona katika suratul Kahfi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad sarrafna fi hadha lin-nasi fi hadha al-Qur'ani min kulli mathal, na kwa hakika tumewapigia mfano wanadamu katika hii Qur'ani wa kila namna. Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala, lakini mwanadamu ametokea kuwa ni mbishi kuliko chochote, anaongoza katika kila kitu katika ubishi. Walillahi alhamdu, tarehe 29 mwezi wa 10 ilikuwa tarehe ya uchaguzi kinchi, lakini
hapo nyuma palikuwa na makundi mawili. Kundi ambalo linaonesha kana kwamba siku hiyo patakuwa na vurugu katika nchi, lakini pia kuna watu wa upande wa pili waliokuwa wanafanya jitihada za makusudi kuwaasa na kuwashauri na kuwanasihi watu wasije kushiriki katika mambo haya ya uharibifu wa amani. Kwa uzuri na ubaya wa bahati, katika siku hii pamefanyika uvunjifu wa amani katika maeneo mbalimbali ya nchi hii. Sisi kama jamii ya Waislamu hatuwezi kufanya jambo likapita tu tukawa hatuna cha kusema. Kama jamii ya Watanzania, kama Waislamu wenye muongozo, hatuwezi kuishia tu kujadili nje pasina kukaa kwa pamoja walau tukajifunza mambo mawili matatu. Nina hakika kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, kwa maeneo ambayo yameguswa na taharuki iliyokuwa imetokea, wanaweza kuelewa inapozungumzwa maana ya amani katika nchi panakusudiwa nini. Tumezoea kusikia panapotajwa watu wa Palestina wanatekeleza ibada ya sala, halafu risasi inalia, wao wanaendelea, yani wanajua ni kitu cha kawaida. Tunaposikia watu hawawezi kuingia katika misikiti wakatekeleza ibada ya sala jamaa kwa utulivu, inakuwa ni kama masimulizi. Lakini kwa mazingira yetu tunaweza tukawa tumepata sehemu kidogo ya kujua athari ya uharibifu wa amani katika nchi, na unaweza kujua kwa nini Uislamu umesisitiza sana suala la amani. Na ndio maana ukirudi kwenye Qur'ani utakuta wakati mwingine kama akili yako inakataa katika masala ya kuleta mahusiano, kuleta mapatano ya amani. Kwa mfano, mnakuwa katika mapigano hasa, lakini upande wa dhidi yenu unahitaji kufanya mapatano, ukasema bana, sisi tunaweka silaha chini tukae tuzungumze. Kibinadamu unaweza kusema hawa wanaweza kuja na mbinu tofauti, wanataka tuweke silaha chini ili wafanye 1 2 3 kibinadamu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anahimiza katika mazingira hayo, wakisarenda wakasema sisi tunaweka silaha chini tukae tuzungumze tulete amani, waunge. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin. Kama watakuwa wanania tofauti na hiyo inayoifikiri, usina wasiwasi, Mola wako mlezi atakusimamia. Wakitaka kufanyia hadaa, fa inna hasbaka Allah, hakika Mola wako mlezi ndiye atakaye kutoshea. Hii ni ishara ya kuonesha wazi kwamba suala la amani ni katika kitu muhimu sana katika nchi. Qala Allah Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah shadidul iqab. Iogopeni fitna, iogopeni adhabu ambayo itakapokuja haitowasibu tu wale ambao ni waharibifu, bali itawasibu watu wote, hata watu wema, ikiwa ni pamoja na wacha Mungu, nao watasibiwa. Na ogopeni, fahamuni ya kwamba adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kali. Allah ni mkali wa kuadhibu.
Katika hoja ya maandamano tangu nyuma, kabla ya uchaguzi pengine na baada ya uchaguzi, hoja kubwa ilikuwa ni kupinga serikali, kwa maana ya pengine kupinga serikali na uongozi uliopo kuanzia katika ngazi ya taifa. Lakini walioathirika kwa sehemu kubwa kabisa ni watu binafsi na makampuni binafsi. Hoja iliyokuwa inasimama ni kwamba tunaipinga serikali na tunaanza katika ngazi ya taifa. Lakini ukitazama kwa matukio yaliyotokea, kwa sehemu kubwa waathirika wakubwa ni watu binafsi. Yaani sisi tuliokaa hivi msikitini, kwa sehemu kubwa bila hili wala lile utakuwa umeathirika kwa namna moja au nyingine. Kilichoitwa maandamano dhidi ya uchaguzi, suala la tafsiri kwamba ni kweli ni maandamano dhidi ya uchaguzi, kila mmoja anaweza kutumia tafakuri yake. Antaqumu lillah mathna wa furada thumma tatafakkaru, kaeni wawili wawili, kaa hata mmoja na halmashauri ya kichwa chako, utafakari uone kwamba ni kweli haya yalikuwa ni maandamano dhidi ya uchaguzi au la. Lakini pia tujipe pole sisi wenyewe kwa ujumla wetu, kwa namna moja au nyingine, vile ambavyo tuliathirika katika ngazi moja na nyingine. Ndugu zangu katika imani, tunajaribu kutafakari juu ya haya ambayo yametokea, na tuangalie na suluhisho ambalo lilikuwa linaonekana. Hoja imekuja ni kwamba uongozi mbaya na hali ngumu ya maisha. Kwa hiyo panalazimika pawepo maandamano ili kuleta suluhisho la haya mambo. Wanaowaongoza watu kufanya matukio haya, ambao sasa ndio tumaini kwamba uongozi nao kuwepo ukiondoka, basi hao wanaoongoza watu hawa wa kufanya maandamano ndio washike nchi waongozi. Tutafakari vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema panapo kuwepo na watu wawili, mmoja lazima awe kiongozi. Na uongozi katika Uislamu uko namna mbili. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur, walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan-nuri ila adh-dhulumat. Kwa mujibu wa aya hii, uongozi ima ni uongozi wenye mwegemo wa Allah subhanahu wa ta'ala, au ni uongozi wenye mwegemo wa uharibifu, taghut. Wala hatusemi pana uongozi ambao unafaa kwa kiasi gani, lakini inahitaji tutumie fikra, tutafakari kwa pamoja. Na wakati tunaleta hoja ya kuandamana, kwa mfano watu wasema hali mbaya, maana yake hamna ajira, hali za maisha ni duni. Lakini katika kutafuta suluhisho kupitia njia ya maandamano, watu wanafanya uharibifu wa miundombinu chache zilizopo. Lakini watu wachache ambao wako kwenye ajira pia nao wanaharibiwa. Yaani kwa maana waliojiajiri wameharibikiwa, na wale ambao wameajiriwa na makampuni nao pia wameharibikiwa. Lakini hoja yetu katika kuandamana ni kuondoa hali mbaya ya maisha, kuleta hali nzuri. Tunataka tulete hali nzuri ya maisha. Inaweza kuwa ni hoja ya msingi kwa vigezo ambavyo watu wamevitumia, lakini njia inayotumika haionyeshi taswira kama kundi hili linaweza kuleta suluhisho.
haionyeshi dalili. Kwa nini? Kwa sababu tungetarajia kwamba watu ambao wanakusudia kuleta hali nzuri, angalau kwanza tuna maintain kile kizuri kilichopo. Lakini hivi tunazungumza, usione tumekuja tunaswali hapa, kuna mtu anawaza anarudi kijijini, anaanzia wapi pale alipokuwa amefikia. Kuna mtu anawaza mkopo wa watu anaulipa vipi kwa uharibifu aliofanyiwa. Umekaa naye hapo, tunasubiria kusali pamoja hapa. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah shadidul iqab. Ogopeni fitna ambayo, ogopeni adhabu ambayo itakapokuja haitomsibu mtu ambaye ni dhalim peke yake, bali itawasibu watu wote. Kila mtu anaathirika kwa namna yake. Tujaribu kutafakari kwamba kama itakuwa hoja ni hiyo, basi kwa nini tusingeweza kumaintain? Kwa mfano, unapochoma basi la abiria, pale kuna dereva, kuna konda wameajiriwa pale. Wakati maandamano yameisha, hao watu nafikiri wanaenda kazi gani? Wanaenda kufanya kazi ipi? Unapokwenda ukaiba supermarket, ukaharibu supermarket, pale watu wameajiriwa. Hawa watu hawatapata ajira tena, umeharibu maisha yao tayari. Maskini watu ambao hawana hatia kabisa, wa ala al-asaf, na kwa masikitiko makubwa panaweza kutokea mkumbo na baadhi ya vijana pia wa Kiislamu wakaingia humo, licha ya tahadhari kubwa ambazo zimekuwa zikitolewa. Mwenendo mbaya wowote katika Uislamu ambao mtu ameuanzisha katika maisha, atalipwa kwa mwenendo huo mpaka mwisho wa hai wake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia katika mfano, akasema aliye katika wale watoto wa mwanzo wa Adamu alayhi salam, aliyemuua ndugu yake, akamuua ndugu yake kwa sababu za kijinga, kila atakayeuawa huku nyuma atakuwa anapata malipo, kwa sababu yeye ndo kaanzisha ule mwenendo. Ni kwa mazingira hayo uharibifu wowote unapokwenda ukaiathiri familia ikarudi nyuma, kila atakapokuwa anasononeka anasikitika, itabaki katika maisha yako mpaka unakufa, itaendelea kukufuata wakati umekufa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ukitumia hoja hii ya kwanza kwamba mtu anafanya uharibifu, lakini madai ni kutafuta namna ya kurekebisha hali, kwa nini tusinge maintain hizi nafasi chache zilizopo tukaendelea kufight, ili tutakapopata tuwe na sehemu nzuri ya kuanzia? Fikiria kwa mfano kama Dar es Salaam wanachoma mabasi ambayo watu wenyewe ndio wanaoyahitajia kwa ajili ya usafiri, kwa sababu ni kitu ambacho hakiepukiki. Mnachoma mabasi, mkishamaliza maandamano yameisha, sasa hivi kila mtu anahangaika anatafuta usafiri, lakini mmeharibu miundombinu. Ndio maana ukija katika Uislamu, hata katika masuala ya vita takatifu ya jihad, suala la mazingira na miundombinu limezingatiwa sana katika Uislamu. Ndio maana Uislamu kata msikate miti, lakini watu wanatafuta kukata mpaka hizi nguzo za umeme, kufanya uharibifu wa miundombinu ya umeme. Watu wanaathirika. Mnapokwenda kuchoma kiwanda kwa mfano, pale pana ajira ngapi ambazo mnazipoteza? Almuhimu ni kwamba kundi hili linaweza kuwa na fikra nzuri kwa namna yao wanavyofikiri, lakini njia ambazo wanaweza kuwa wanaendea sio njia sahihi. Lakini jambo lingine la kutafakari, tunajiuliza kwa mfano, kama itatokea hawa watu walikuwa wanaongozwa na watu fulani
wako nyuma yao, na bila shaka hawa ambao wako mbele wanafanya haya matukio ndio wafuasi wanaotarajiwa, kwamba kama tutachukua nchi basi wewe unaweza kuwa mwenyekiti wa mtaa, wewe unaweza kuwa balozi wa nani, wewe unaweza kuwa nani. Tunajiuliza tutasalimika? Yaani katika hii hali ambayo hatujapata mamlaka, tunaweza kuingia kwenye duka tukakata, tukapumua, tukatoa tunachotaka. Hivi tutakapokuwa na mamlaka kamili hali itakuwaje? Hapo tumefanya hatuna mamlaka. Tutakapokuwa na mamlaka kamili hali itakuwaje? Piga taswira uone viongozi wajao. Kuna mambo ya kufikiri. Inawezekana hoja ikawa nzuri, lakini namna ilivyofanyika sio katika usahihi, wala sio katika namna iliyokuwa ni sawa katika Uislamu. Kila mmoja anajiuliza pia, kwa haya matukio ambayo yanafanyika, ni aina gani ya taifa tulilonalo? Ni aina gani ya taifa tulilonalo? Lakini tukumbuke kwamba hawa ni vijana wetu. Hawa ni vijana wetu. Kama sio mtoto wako ni ndugu, kama sio ndugu ni mjomba, ni nani, lakini lazima tutakuwa na mahusiano ya kijamii. Walilahi alhamd, imekwenda ilifanyika, vyombo vya usalama vimeingia katikati, na kwa rehema yake Mwenyezi Mungu jambo limetulia. Tunahitaji kutafakari pakubwa hii hali ya kutulia. Tunadhani naweza kuwa ni mwisho, kwamba pametulia, au wenye ajenda yao wanaweza kuwa ndio kuitengeneza kwa namna nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha tena, Allah ni kiongozi wa wale walioamini. Anatoa katika kisa cha ukafiri kwenda katika nuru ya Uislamu, na wale waliokufuru kiongozi wao ni Sheitani. Anawatoa katika nuru ya uongofu, anawapeleka katika upotevu. Ndugu zangu katika imani, hatujafanya kazi katika Uislamu, hatujafanya kazi. Hatujafanya kazi hata katika ngazi ya mtu binafsi, wala sio katika level ya jamii. Hatujafanya kazi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, kullukum ra'i, nyinyi nyote ni wachunga, wa kullukum mas'ulun, na nyote mtaulizwa, ar-ra'iyatukum, juu ya uchungaji wenu. Kiongozi ni mchunga kwa mtumishi wake, baba naye ni mchunga kwa familia yake, mama naye ni mchunga kuhusu nyumba yake, na mtumishi naye ni mchunga kwa bwana wake. Kwa hiyo kila mmoja wenu ni mchunga, na kila mmoja ataulizwa juu ya uchungaji wake. Ndugu zangu, kwa mujibu wa taarifa ya vyombo vya habari, inaonesha katika watu ambao walikuwa katika mstari wa mbele wakishangilia na maandamano, ni vijana wa level za kawaida sana, level za chini sana, miaka 13, 16, 20, ndio katika hiyo hali. Hao watoto wana wazazi, hao watoto wana ndugu na jamaa, na hawa ndio wazazi wa kesho. Ni ishara ya wazi kwamba bado hatujatekeleza wajibu wetu vilivyo. Tunachoshukuru ni kwamba sio wote kwamba ni Waislamu, lakini wapo ambao wameingia katika mkumbo huo wa Uislamu. Wapo, na kuna wengine pia wako humu wamekuja kuswali, lakini kwa mkumbo tu maskini wanaweza kujikuta wameingia tu katika mkumbo kwa ule
ule ujana. Tulikuwa tunazungumza hotuba za nyuma katika Al-Kahfi, tulizungumza dhana ya ujana, kwamba kama katika level mtu binafsi hajatekeleza wajibu wake wa kimalezi wa kumpa mtu uoni, akawa na fikra tunduizi, atafika machafuko makubwa kabisa, na tutajikuta sisi pia ni wahusika. Tutajikuta pia sisi ni wahusika. Malezi katika level ya familia, malezi ni katika kitu muhimu sana. Lakini taasisi hii ni kama vile imepotea. Na tulikuwa tunasoma katika darasa la hadithi hapa. Wakati tunasoma hii hadithi, ikawakumbusha watu kwamba hizi slogan za kusema kuna gender, mwanamke na mwanaume wanataka kuwa sawa katika familia, wakati mwingine inaweza ikaenda ikawachota mpaka watu mashekhi, mpaka watu ambao nao ni mashekhi. Anaweza kusimama kwenye membari pia akaonesha mwanamke amekuja nyumbani kwa kazi moja tu, na katika kazi hiyo malezi hayapo. Lakini ukisoma hii hadithi inaonesha vizuri kabisa, na mwanamke naye ni mchunga, ataulizwa kuhusu nyumba yake, kila kinachojiri kwenye nyumba yake ataulizwa. Na Uislamu kwa kumzingatia kwamba huyu amepewa jukumu la nyumbani, uangalizi wa nyumbani, akaondolewa taklifu, akaondolewa udhia, usumbufu unaoweza kumfanya asitekeleze wajibu wake inavyostahili, akahamasishwa kuswali swala ya nyumbani ikawa ni bora kwake kuliko kuswali msikitini. Angalia uzuri wa Uislamu ulivyo. Angalia uzuri wa Uislamu ulivyo, kwamba wakati huyu ametoka kwenda kutafuta kwa namna moja au nyingine, basi yeye abaki pale angalia watoto. Sasa alalasaf, kwa masikitiko, panapotokea kwenye familia mwanaume hakutekeleza wajibu wake inavyotakikana, mwanamke anatoka kwenda kutekeleza wajibu wa mwanaume, alafu mwanaume anakaa kwenye vijiwe, anasukuma karata, anasukuma kete kwenye draft, anatoka pale anaenda kula chakula ambacho mwanamke ameenda kuemea. Hapo maana yake ni kwamba watoto hatujui wako wapi katika nyakati ambazo nyote hampo, kumbe wako kwenye maandamano. Wamefikaje kwenye level ya maandamano? Haikutokea bahati nasibu. Kuna sehemu amepita akaandaliwa, wakati sisi tunakutana kwenye chakula na kulala. Ipo shida kubwa kabisa, kuanzia katika level ya mtu binafsi, sikwambii katika level kubwa kabisa ya jamii. Sisi kama jamii ya Waislamu ndio watu pekee tunaoweza kuleta suluhisho la hali hii katika nchi. Ndugu zanguni, hivi tunavyozungumza, bahati nzuri kuna watu hata sauti ya risasi hawakusikia. Yaani tunaongea hata ile sauti ya risasi kwa mujibu wa mazingira yao hakusikia. Anaweza asielewe kwa haraka sana. Lakini kuna mtu ameswalia msikiti X, anaswalisha yuko mbele ikilia unahisi itakuwa imenigusa. Uzuri wa bahati ya risasi, moja ya dalili ya kusalimika ni kusikia sauti yake. Uzuri wa bahati ya risasi, yaani wewe ukisikia sauti ushasalimika. Ikikufika hiyo sauti hauwezi kuisikia. Huwezi kusikia. Na katika jambo la kujifunza katika sehemu hii, tuwafikirie sana watu kama wa Palestina.
ambao maisha yao yameshakuwa miaka na miaka. Unadhani wao wanaishi? Sisi tumefanya, yani maana yake imepita tu kidogo kwa muda, ili Allah subhanahu wa ta'ala asema wala nudhiqannahum min al'adhabi al-adna duna al'adhabi al-akbar la'allahum yarji'un. Tutawaonjesha kidogo katika adhabu zetu, kidogo tu kwenye haya maisha ya dunia, sio zile adhabu kubwa za akhira, kidogo. Lengo na madhumuni nini? La'allahum yarji'un, labda watatanabahi, warudi katika mstari. Ndio Mungu alichotufanyia tu. Lakini kuna watu ni maisha yao dumu daima. Lakini pia angalia utii ambao tumeufanya kwa binadamu. Utii. Kila mtu anasema leo tunalala saa ngapi? Utii. Hiyo ni kwa binadamu. Na kila mmoja anafanya jitihada kuhakikisha kwamba anapata ule utii, anafanya ule utii. Au ni binadamu tu. Fama balu alladhi khalaqakum, unaonaje juu ya yule aliyewaumba ambaye ndiye anasema fa yawma idhin la yu'adhibu adhabahu ahad. Siku hiyo Allah atatoa adhabu ambayo hakuna yeyote katika ulimwengu anaweza kuitoa. Tunajiandaaje kwa utii juu yake? Haya ni mambo katika mambo mengi ya kutafakari. Ndugu zanguni, kila mmoja akatekeleze wajibu wake. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuondolea hali hii mazima, lakini atupe uwezo wa kutekeleza majukumu yetu kwa kadri inavyowezekana, na Allah subhanahu wa ta'ala awape tahfifu wale wote ambao wameathirika moja kwa moja katika shughuli zao, awafanyie wepesi ili waweze kuregain, waweze kurudi katika hali yao ya kawaida. Lakini pia tutumie fursa hii kulishukuru jeshi la ulinzi na usalama, vyovyote takavyokuwa na mapungufu yote ambayo yatakuwa yamejitokeza, lakini kwa ile kazi yake ambayo wameifanya kwa namna yao, kwa namna ya ueledi wao. Nafikiri kila mmoja anaweza, wakati mwingine unaweza kuwa unawachukia kwa namna yao, lakini bado unaweza kuona nafasi ya kila mtu kwa nafasi yake. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atudumishe katika amani na asitutie katika mtihani akatusalitisha dhidi ya makafiri.